Uwezeshwaji wa mwanamke kiuchumi, kielimu, kisiasa na uongozi, nafikiri ni kitu ambacho ni kizuri sana. Shida inakuja tu katika namna ya mapokeo ya wengi, ambavyo hii uwezeshwaji wa mwanamke kiuchumi au women empowerment imekuwa ikitafsirika tofauti, na hapo ndipo inapoleta changamoto kwenye ndoa nyingi za sasa, kwamba mwanamke yeyote ambaye anapata mafanikio katika maeneo hayo ya kiuchumi, kielimu, kisiasa na uongozi, basi yeye anaigeuza ile kuwa ni kifimbo fulani hivi ambacho ni kwa ajili ya kumchapia mume wake, kitu ambacho si kitu sahihi, kwamba uwezeshaji wa mwanamke kiuchumi au mwanamke alipokuwa anawezeshwa au malengo ya mwanamke kuwezeshwa haikuwa kwa sababu au haikuwa na dhana ya kumtengeneza mwanamke ambaye atataka kushindana na mume wake au kumtengeneza mwanamke ambaye atakuwa mkaidi au mwenye kiburi au mwanamke mwenye dharau kwa mume wake. Hapana. Women empowerment ililenga kumtengeneza mwanamke awe mstaarabu na aweze kuwa na mchango chanya kwenye jamii, lakini pia akisha kuelimika yeye mwenyewe akafuta ujinga, basi awe ni kiongozi ambaye anaweza kuwa taa kwa ajili ya watoto wake, lakini pia familia yake pamoja na jamii inayomzunguka. Sasa women empowerment katika kipindi hiki inaonekana kwamba mwanamke amewezeshwa na anapambana kuwezeshwa kwa lengo la yeye kutaka kukabiliana na mwanaume, kitu ambacho hakiwezekani, kwa sababu mapambano yoyote dhidi ya mwanaume ni kitu ambacho hakitaweza kushinda, na madhara yake ndo tunajipata tukiwa na wanawake ambao ni single mothers au wanawake wenye maumivu makubwa kwenye mapenzi au kwenye mahusiano ama kwenye ndoa. Kwa sababu gani? Wanajaribu kutaka kuchukua nafasi ya mume, sehemu ambayo mwanamume ndiye anatakiwa kusimama. Kwa hiyo nadhani hii ni kitu muhimu sana kukielewa kwa wanawake na dada zangu mnaonisikiliza, kwamba ndoa ukiweza kuiheshimu kwa kufuata misingi yake ya ndoa ambayo Mungu mwenyewe ameagiza kwamba wanawake wawatii waume zao. Sasa siku nyingine nitazungumza kuhusu unawatii kwa namna gani, lakini pia mwanamume ameamriwa kumpenda mke wake, na ndipo hapo linakuja swala la uwajibikaji. Pale ambapo mwanaume anakuwa anashindwa kutimiza majukumu yake na kuleta hali ya utoshelevu kihisia, kimwili na kimaisha kwa mwanamke, basi mwanamke yule anaanza kuona thamani ya mume wake inaanza kutoweka ama kupotea. Sasa lazima katika kipindi hiki ambacho ni cha mazingira ya mwanamke aliyewezeshwa, mwanaume pia lazima aweze kucope na kuweza kuendana na mabadiliko haya. Yaani kwamba tupo katika dunia ambayo kwa hivi sasa mwanamume ni lazima awe na ile hali ya kuwajibika, kwa maana ya kumtosheleza mke wake kihisia, kimwili, kijamii, lakini pia kimaisha kwa ujumla. Lakini mwanamke sasa ameamriwa kumtii mume wake, na mambo yanayozungumza kuhusu utii, kuna mambo ya msingi hapo nataka nizungumze, kwamba swala la kumtii mume maana yake ni kuwa msikivu kwa mume, na kujua nafasi yako kwamba wewe ni mwanamke, uko chini ya mume. Kwa hiyo kabla hujafanya jambo lolote lile, basi tambua uwepo wa nafasi ya mume wako na ufanye mambo kwa baraka za mume wako. Katika kufanya hivyo, hata kama mume atakuwa ni mlevi au mjinga kiasi gani, lazima ataweza kusimama mbele za watu wengine na kushuhudia kwamba mimi bana nilioa, nimepata mwanamke safi, nimepata mwanamke mwenye heshima, nimepata mwanamke anayejitambua. Kwa sababu gani? Akijitazama anaona nafasi yake ikipewa kipaumbele na mke wake. Sasa katika mazingira ya kumtii mwanamume ni pamoja na kutokuwa na mazingira ya viburi, kwa sababu wanaume mara nyingi tunakuta tuna vitu vinavyoitwa mipaka ama kutengeneza misingi na mipaka ndani ya familia, kwa sababu sisi katika uongozi ndani ya familia tumepewa kulinda ama kuprotect
Sasa nyinyi mnaokuwa protected, au mwanamke kwa sababu ndiye ameumbwa kuwa protected, lazima aweze kukaa katika nafasi ile ya kuwa protected au ya kulindwa, na ampe nafasi mume wake aweze kuweka ule ulinzi. Kwa hiyo unaposikia mwanamume wako anakuhoji juu ya unakotoka, juu ya unakotaka kwenda, na wakati mwingine hata kukuzuia kwamba jambo hili usilifanye, manake ujue hiyo sio yeye, bali Mungu ameweka kitu ndani ya mwanaume cha kuweza kutengeneza mipaka ambayo inaweza ikamfanya mwanamke awe salama. Na kwa kufanya hivyo nitarejea katika kitabu cha Mwanzo kwa wale wanaosoma maandiko matakatifu, pale ambapo Adam alimwacha mke wake akaenda kuonana na nyoka, na mwisho wa siku wakajikuta wameenda kinyume na maelekezo ya Mungu na wakala tunda wote, lile tunda ambalo kwenye mti ambao Mungu alizuia. Sasa ukisoma ile habari iliyoko pale utagundua wakati Mungu anatoa adhabu kwa Adamu, alisema na alitamka wazi kwamba kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mkeo na ukala matunda ambayo nilikukataza kwamba usiale, basi ardhi hii imelaaniwa na itakupa kila utakachokihitaji kwa jasho, utailima, itakulisha kwa jasho. Sasa unaweza ukaona adhabu kubwa sana ambayo Mungu alitoa kwa Adamu kwa sababu tu ya kutokulizon kitu ambacho labda Eva alimshirikisha kwamba, ama pengine hakumshirikisha na yeye akakiruhusu bila kujali madhara yake. Kwa hiyo wanawake, lazima mjifunze hapa kwamba kupitia andiko hili kwamba mwanaume akikuzuia jambo fulani usilifanye au ulifanye kwa wakati fulani, basi ujue kwamba Mungu ameweka kipawa na kibali ndani ya mwanaume cha kujua madhara na namna ya kuhisi hatari zilizoko kule unakotaka kuelekea. Kwa hiyo jambo la utii liendane na usikivu, lakini pia kutokuwa mtu mwenye kiburi, lakini pia kuwa ni mwanamke ambaye umenyooka, kwa maana ya mwanamke mwaminifu. Mwanamke lazima uwe mwaminifu, kwa sababu mara nyingi sana hakuna kitu ambacho mwanaume atakivumilia kama kuona mwanamke wake anaenda kwa kila mtu, au anachukuliwa na mtu mwingine, au ana mahusiano na mtu mwingine, yawe ni ya urafiki, yawe ni ya ukaribu wa aina yoyote ile unaohatarisha ndoa. Lazima mwanaume atasimama katika nafasi yake, na ndipo hapo migogoro inapoanza, kwa sababu unakuta mwanamke tayari amesharuhusu roho wa uzinifu, roho wa uzinzi, au roho wa kuchepuka, na mwisho wa siku anakuwa hawezi kusikiliza kauli za mume wake, kwa sababu tayari anakuwa ameshaanza kujenga dharau. Lakini nina ushuhuda wa watu ambao hata baada ya kuingia katika mazingira hayo ya usaliti, basi wakaelekea mpaka kuvunja ndoa, au pengine wapo ambao ndoa zilivunjika kabisa, na baada ya ndoa kuvunjika, hata kule ambako walikuwa wanaelekea bado na kwenyewe walikataliwa. Kwa hiyo unaweza ukagundua kwamba wewe mwanamke ni wa thamani sana pale ambapo unapokuwepo kwa mume wako. Kwa hiyo swala la upendo na swala la utii, basi hili linaendana sana na mambo kama hayo ambayo nimeyazungumza. Mpaka wakati mwingine, ulikuwa na mimi Sospeter Bulugu. Kwa hiyo Women Empowerment, asante.